kuchovya katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Mstari wa 14, na majeshi yaliyo mbinguni wakamfuata, wamepanda farasi weupe na kuvikwa kitani nzuri nyeupe safi. Mstari wa 15, na upanga mkali hutoka kinywani mwake ili awapige mataifa kwa huo, naye atawachunga kwa fimbo ya chuma. Naye anakanyaga shinikizo la mvinyo ya ghadhabu ya hasira ya Mungu Mwenyezi. Naye ana jina limeandikwa katika vazi lake na paja lake, mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Mstari wa 17, mstari wa 19, kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa. Umeona sasa? Akakamatwa na ule nabii wa uongo pamoja naye, yeye aliyezifanya hizo ishara mbele yake, ambazo kwa hizo aliwadanganya watu wale walioipokea ile chapa ya huyo mnyama, nao walioisujudia sanamu yake. Hao wawili wakatupwa wangali hai katika lile ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Mstari wa 21, na wale waliosalia waliuawa kwa upanga wake yeye aliyeketi juu ya yule farasi, upanga utokao katika kinywa chake, na ndege wote wakashiba kwa nyama zao. Kwa mpinga Kristo na nabii wa uongo watatupwa wakiwa hai kwenye ziwa la moto. Na wakishatupwa hai, zinakuja sasa kipindi hicho cha 5 kinaitwa utawala wa Kristo wa miaka 1000, sawa sawa na sura ya 20 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi, akamtupa katika kuzimu, akamfunga katia muhuri juu yake, asipate kuwadanganya mataifa tena hata miaka 1000 itimie. Maana yake shetani atafungwa. Kumbuka shetani ndiye alikuwa anampa uwezo mpinga Kristo na nabii wa uongo kufanya yale yote waliokuwa wanayafanya. Kwa shetani atashikwa, atafungwa kuzimu kwa miaka 1000, na hiyo miaka 1000 atakayokuwa amefungwa, maana yake Kristo atakuwa anatawala utawala wa amani hapa duniani pamoja na watakatifu watakaokuwa naye. Mstari wa 7, na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa atoke kufungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, wakusanya kwa vita. Hiyo itatupeleka sasa kipindi kingine ambacho kitafuata hapo, kinaitwa vita ya Gogu na Magogu namba 2. Naomba niishie hapo kwa leo. Ubarikiwe kwa kunitazama.